Matumaini yangu ni kwamba hu mweri wa afya, mpendwa wasikilizaji, mahali popote panapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchumba katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula San ameshaitoa kwetu kama kawaida, naja kuinukuu katika lugha ya Kiswahili. Ndugu zangu, kama jinsi unavyoona, tema ya siku ya leo inahusu historia ya Gidehoni. Ndani ya Biblia za kisasa anaitwa na anajulikana katika jina hilo la Gidehoni, lakini tutaenda kuangalia na kujua aliitwa namna gani, yani jina lake halisi kabisa aliitwa nani, na mhusika huyo alitoka wapi, aliishi wapi, utambulisho wake. Haya yote tutaenda kuyaona katika kipindi hiki na kwenda kujua kwa nini historia yake imebaki katika maandiko, kwa nini historia yake imebaki katika historia zile ambazo zinajulikana sana katika Biblia hata za kisasa, na katika uhalisia kabisa wa mambo kama jinsi yalivyokuwa hapo awali. Ndio maana kama kawaida sisi tutaingia katika kitabu chetu hiki, si kingine bali ni Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu ambacho unaweza kuagiza kupitia les editions zululasan.com, ambavyo vitabu hivi bado vingali katika lugha ya Kifaransa. Kwa hiyo ndugu zangu, neno linaruhusu kwamba nipate kuwa na tafsiri kidogo kidogo katika lugha hii ya Kiswahili, ingawa Kiswahili kitabu hiki bado hakija kuwepo. Kwa hiyo ndugu zangu, basi tunaingia kama kawaida. Mnajua kwamba mafundisho yetu huwa yana vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza tutaenda kuona kwanza mtu anayeitwa, yani tuseme mlinzi, ndio kipengele cha kwanza, mlinzi. Unaposema mlinzi, ndugu zangu, msifikiri kwamba ni mlinzi wa duka, mlinzi wa shule wa nini, lakini mlinzi huyu ni roho wa agizo kula vitu. Sasa hatuwezi tukazungumzia huyu mhusika ambaye wataita kwa jina la Gideoni bila kugusia mlinzi. Na huyu mlinzi ni nani? Alikuja kufanya kitu gani zaidi sana? Na ndio maana ni vema wakati tunapozungumza lazima mjue kwa nini tunazungumzia mlinzi na jukumu halisi alilolifanya wakati aweza kuhusiana na historia hii ya huyu mpendwa ambaye ni Gideoni kulingana na Biblia za kisasa. Basi tunaenda katika kitabu cha Mukaisedi. Kitabu cha Mukaisedi yani kitabu cha Waamuzi. Waamuzi ndio Mukaisedi, sura yake ya 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi 16 inaanza kutueleza hivi: mlinzi alifika kijiji cha Mbodi ambacho waliita Ofra ndani ya Biblia za kisasa. Alisimama chini ya mti mtakatifu uliokuwa kwenye mali ya baba yangu. Huyu anaeleza historia hapa ni yeye mwenyewe ambaye wataita kwa jina la Gideoni, ndiye anayetoa taarifa ya kile ambacho kilichotendeka wakati ambapo alipokuwa nyumbani, aweza sehemu hiyo. Yeye mwenyewe anasema aliona mlinzi amefika katika kijiji cha Mbodi, na huyo mlinzi alisimama chini ya mti mtakatifu uliokuwa kwenye mali ya baba yangu Jabea. Yaani Jabea ndiye baba yake ya Gideoni. Alikuwa wa ukoo wa Pongo Bwam. Kwa hiyo historia hii ndugu zangu ilitendeka katika Afrika ya mababu, kwa sababu historia yote, mimi nasema nawaambia kila wakati kwamba historia ya Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo ni historia ya mtu mweusi ambaye wazungu walitaka kuichukua wakaibadilisha ili kwamba ipate kuwa ya kwao. Kwa hiyo manabii, mitume, Kristo wa kweli wote walikuwa ni weusi, na hili linadhibitika pia hata ndani ya hizo Biblia ambazo wanaziita Biblia za kisasa. Ndio maana nikawaambia kwamba historia ya mtu mweusi, lakini wajanja walikuja wakabadilisha, lakini wakamletea mtu mweusi kufikiri kwamba yeye ndio mpagani ambaye hajui kila kitu. Kwa hiyo yeye anategemea kuokolewa na rangi zingine, kitu ambacho ni uongo mtupu, kwa sababu wokovu unatokana na mtu mweusi. Hiyo sio tema, hiyo sio mada. Kwa hiyo historia hii ilitendeka katika Afrika yetu ya mababu, na wakati huu tunajua kwamba historia yani Afrika wasi haikuwa kama jinsi mnavyoiona kwa wakati huu, ilikuwa katika namna nyingine. Ilikuwa na yani ubora wake ulikuwepo katika kipindi hicho, teknolojia ilikuwepo kama kawaida jinsi tunavyotambua. Kwa hiyo historia nyingine ambayo watawaambia kwamba hii historia ya Gideoni labda ilitendeka sehemu nyingine katika nchi nyingine katika bara lingine kama jinsi wanavyoita, huo utakuwa ni uongo mtupu, bali historia yake ilitendeka katika bara letu Munyele ambayo wataita Afrika, ambayo ni wasi ambao wataita ni udongo wenyewe. Anaendelea kusema mimi koma. Aha. Kwa hiyo Gideoni jina lake halisi ni Koma, na tunataka kujua maana ya Koma ni nini, kwa sababu hii ni lugha ya asili, lugha ya kwanza ambayo iliongelewa katika hali inayoonekana katika dunia hii ambayo inaitwa kwa jina la Douala. Kwa hiyo majina yote ni katika Douala. Mimi Koma mwana wa Jabea nilikuwa nikipura ngano kwenye mashine ya kukamua mvinyo ili nisionekane na dipa.
Kwa hiyo Koma yeye katika wakati wake alipoishi, alipokuwa katika hali inayoonekana, alipitia mambo mengi, alihisi mambo mengi, na katika maisha yake alipambana kiroho na kupenya kwelikweli aina mbalimbali za sayansi ambazo zinaweza zikatendeka katika hali inayoonekana. Na hivyo kabla ya kuondoka katika hali inayoonekana, ataweka historia yake kwenye karatasi, ataandika kile ambacho kilitendeka kwa uhakika, kwa sababu ni mambo ambayo yeye mwenyewe aliyahisi, aliyaona, na aliona namna gani mambo hayo yalivyotendeka. Lakini wanatuambia hapa kwamba alikuwa akipura ngano, akipura ngano. Kwa nini neno hili limechaguliwa la kusema kupura? Kwa sababu mambo hayo hayaongeleki kwa sababu ya kuongeleka tu, hapana. Kwa hiyo kuna umuhimu. Kwa nini wakati huo ambapo anapura ngano, lakini akijificha, ili kwamba wakina Dipa wasipate kumwona, kwa sababu Dipa ni akina nani? Ni taifa lingine la watu weusi ambao wao walikuwa pia katika vita dhidi ya Tombouanibila ambao wataita Yerusalemu. Kwa hiyo walikuwa ni watu weusi wako katika vita, lakini baadhi hao Wadipa walikuwa nyuma yao, walikuwa na roho ambazo zinawasukuma. Kulikuwa demons ambazo zilikuwa pamoja nao wakifanya mambo ambayo ni ya kichawi kutoka nje ya miili yao na kwenda kuvamia wenzao kimafumbo katika hali hii inayoonekana. Sasa wakati huo hata kimwili pia walikuwa na nguvu kwelikweli, na walikuwa wanatisha zaidi sana watu, naweza kusema kabila la Tombouanibila. Hivyo sasa wakaingia katika woga, na ndio maana hata yeye Koma wakati alipokuwa akipura ngano, akipura, alikuwa na woga, alikuwa anajificha ili hao akina Dipa wasipate kumwona, kwa sababu kimwili walikuwa kwelikweli wamebombea, walikuwa na nguvu. Ingawa tunajua kwamba hata yeye mwenyewe Koma alikuwa na nguvu, lakini wakati huu alipoona akasema kwamba no, hii inanizidi, hii siwezi, natakia kujificha, kwa sababu anatumia pia hekima. Maana unapoona hatari mbele unajificha. Hicho ndio kitu ambacho alikifanya. Kwa hiyo mwelewe kwamba wakati ambapo Koma alipokuwa kipura ngano na alikuwa akiogopa Dipa. Dipa maana yake ni nini? Nao pia yaani Dipa maana yake ni kupura pia. Kwa hiyo wakati anapopura ngano ni kama vile anapura wa Dipa. Hicho kitu Koma alikuwa akikifanya, lakini bila kujua kwamba anatimiza anawakilisha yani ishara tu za kinabii ya mambo ambayo yataenda kutokea hapo baadaye, bila yeye kujua, bila kuwa na ufahamu. Na jina hilo la Koma maana yake ni nini? Koma maana yake ni kupindua, yaani yeye anapindua ulimwengu wa kichawi, anapindua yani mpango ambao ni mwovu mbaya dhidi ya taifa. Anaondoa kile ambacho shetani mlimwengu ambaye amekuja kupendikiza na kuweka woga na kuweka shinikizo kwa wale ambao wanatakiwa kuondolewa katika hilo shinikizo. Anaendelea kusema, ghafla nilihisi uwepo wenye nguvu, kisha mimi Koma nilinua macho yangu na kutazama. Tazama, kulikuwa na mtu mweusi. Mtu mweusi amevaa kitambaa, amevaa mkanda wa dhahabu safi kifuani mwake. Mwili wake ulifanana na mawe ya thamani. Uso wake ulikuwa na mwonekano wa umeme. Macho yake yalikuwa kama miali ya moto, na mikono na miguu yake ilikuwa na ngao wa shaba. Kwa hiyo anakuambia kwamba huyo mtu, yani uwepo ambao aliouona umemkaribia, moja kwa moja akaona mtu mweusi, na huyo mtu ni emu kubwa, kwa sababu ni mtu mweusi kabla ya anguko, ambao ni mwili wa mtu mweusi ambaye hajawahi kuanguka. Hiyo napenda kusema kwamba ni mweusi, yani ni roho wa agizo kula vitu aliyechukua mwili ili kuja kujitokeza kwake Koma. Kwa hiyo nikupenda kusema kwamba wale ambao wataitwa kwamba ni malaika, sijui makerubi, wote ambao wanahitwa wote ni weusi. Kwa hiyo filamu zote ambazo mnaonyeshwa, vyote ambavyo vimeandikwa ndani ya Biblia kuambia kwamba sijui malaika, makerubi wote ni wazungu, Mungu wao ni mzungu, huyu anayeita Yesu ni mzungu, haya yote mambo ni uongo. Kwanza Yesu hajawahi kuwepo, lakini Kristo wa kweli kabisa alikuwa mweusi, ni kweli alikuwa mweusi. Kwa hiyo wote, hata roho za agizo kula vitu ambavyo utaita malaika, makerubi, wote ni weusi, kwa sababu mambo ya kiroho ni swala la rangi. Kwa hiyo analeta maelezo kwa sababu Koma mwenyewe alimuona. Sio utofauti zaidi sana na hao wanaojiita kwamba sijui wametumwa na Mungu, sijui wanamfanyia Mungu kazi. Watawaambia kwamba sijui wametumwa na Mungu, wameona mtu fulani, wameona kiumbe fulani. Umuulize, tupatie maelezo, alikuwa mzungu, alikuwa na nywele ndefu, anafanya. Wote ni uongo mtupu, kwa sababu roho zote za agizo kula vitu haziwezi kuchukua mwili ambao uko tofauti na mweusi, kwa sababu msingi wa kila kitu
ni mweusi. Sasa hapo ameeleza hapo, aliongelea kuhusiana na mlinzi mwenyewe jinsi alivyokuwa. Ndio maana tunaingia katika kipengele cha pili, ni hofu na mazungumzo na mlinzi. Kwa hiyo atakuwa na mazungumzo na mlinzi yeye Koma, lakini katika mazungumzo atakuwa na hofu, kwa sababu labda kwanza yeye Koma wakati anapozungumza hapo alikuwa na hadhi gani, alikuwa mtu wa namna gani, kwa sababu tunajua kwamba katika ukweli kuna asiyeanzishwa, kuna mzungu damu mchanganyiko, kuna asiyeanzishwa aliye hasi, kuna asiyeanzishwa aliyenehemiwa, kuna aliyeanzishwa. Kwa hiyo hawa wote sasa, yeye alikuwa na hadhi gani? Kwa hiyo mnatakiwa kuelewa kwamba Koma alitakiwa kwanza kupambana na jina lake, yaani ataishi, alitakiwa kwanza kuishi hofu, woga, ili kwamba huo woga upate kuwa jina lake, yaani afanye kitu kimoja na uoga, ili kwamba anapoingia katika vita hatahisi woga tena, kwa sababu yeye tayari ameshakuwa woga wenyewe. Na hapo ndipo anaweza akaenda kupambana vita hivi vya kiroho. Sasa atasema namna gani? Kipengele cha pili ambacho ni hofu na mazungumzo na mlinzi. Nilimsikia mhusika huyu akisema maneno ya ajabu. Kwa fujo ya sauti yake, mimi Koma niliingiwa na hofu na kuanguka paji la uso wangu chini, si mbele ya mlinzi. Mlinzi akaniambia, usiogope, mimi niko pamoja nawe ili kukutia nguvu, mpiganaji shujaa. Kwa hiyo mlinzi akamwambia Koma kwamba no, hauna haja ya kuogopa, mimi niko pamoja na wewe, na nimekuja hapa ili nikupatie nguvu, nikuweke tena nguvu zaidi, kwa sababu wewe ni mpambanaji shujaa. Sasa swali ambalo tutajiuliza wakati huo, je, Koma alikuwa ameshawahi kupambana? Je, alikuwa mpambanaji? Jibu ni hapana. Lakini kwa sababu mlinzi huyo ambaye ni roho agizo kula vita, yeye yuko nje ya wakati na majira, anajua kila kitu kuhusiana hali hii inayoonekana, anajua mwanzo wa Koma, anajua mwisho wa Koma. Kwa hiyo ameshaona kila kitu na namna gani jitihada na kile ambacho utakifanya hapo baadaye Koma, na ndio maana anamuita kwamba wewe ni mpambanaji, kwa sababu tunajua kile ambacho utakifanya tayari. Kwa hiyo usiogope, usiogope. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho roho za gizo kula vitu wanapowatokea watu, moja kwa moja wanampatia amani, atulie, asiwe na wasiwasi. Mimi Koma nilijibu huku nikitetemeka, mgeni mwenye nguvu, ikiwa uko pamoja nami, kwa nini maafa haya yote yamewapata watu? Alama ya kuuliza. Kwa hiyo Koma anaanza kuuliza, Koma anaanza kuongea, anamwambia mlinzi, wewe unasema kwamba nisiogope, sawa, na unasema uko pamoja na mimi. Sasa ikiwa kwelikweli wewe uko pamoja na mimi, kwa nini matatizo yanawapata watu? Kwa nini watu wako katika hali hii? Kwa nini watu wanasumbuliwa? Kwa nini watu wanakandamizwa na ulimwengu wa kichawi? Yaani watu wanaona kwamba wamekuwa watumwa wa ulimwengu wa kichawi. Sasa wewe unasema kwamba uko pamoja na mimi. Namna gani watu hawa wanaingia katika hali hiyo, na wewe unasema kwamba uko pamoja na mimi? Kwa nini Koma alisema maneno hayo? Kwa sababu Koma wakati anapozungumza hayo, yani ameona huyo mlinzi, akaona uwezo alio nao, akasema, akaona nguvu aliyokuwa naye, kila alichokuwa akizihirisha, akasema no, hii nguvu kwelikweli, ikiwa wewe uko pamoja na mimi na uko pamoja nasi, namna gani hao wajipa wanaweza katusumbua kwa hizi nguvu ambazo uko nazo, kwa hii ambayo naona mimi mwenyewe nahisi? Nasema no, haiwezekani. Ikiwa uko pamoja na mimi, kwa nini haya matatizo yote yanatokea tena kwa watu? Na ndio mambo ambayo tunayasikia katika wakati huu, kwamba kama Mungu yupo, kwa nini watu wanahangaika? Kwa nini watu wana mateso? Kwa nini watu wako na matatizo haya na mambo mengine? Ndugu zangu, mwachie, msianze kila kitu mnapopata matatizo, Mungu, kwa nini Mungu? Mungu atatusaidia. Sio kwa namna hiyo, sio kwa namna hiyo. Pana, mmepewa akili na Mungu mwenyewe, huyu ambao mnaita Mungu, mmepewa kila kitu, lakini tumieni akili vizuri, na hiyo akili unapoitumia sio mbaya, haujafanya kosa, haujatenda kosa lolote unapotumia akili, kwa sababu akili yenyewe sio shetani aliyoumba hiyo akili. Lakini tatizo ni kwamba wakati mnapolilia Mungu tusaidie, huyo Mungu ni Mungu gani? Huyo ambaye ameletwa na wazungu na damu mchanganyiko, wameleta Mungu wao, huyu ndio mnasema kwamba Mungu hawasaidii. Mtalia, mtakesha, hawezi akawasaidia, kwa sababu huyu sio wa ukweli. Maana unaposema Mungu ni kiumbe cha juu kilicho na nguvu kuliko viumbe vyote, na unaposema kwamba ni kiumbe cha juu, yani hicho kimeumbwa. Muumba yeye sio kiumbe, muumba anaumba. Kwa hiyo Mungu kama ni kiumbe cha juu, ina maana kwamba ameumbwa na muumba. Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa. Basi hatuko hapo. Kwa hiyo Koma anamweleza mgeni mwenye nguvu, ikiwa uko pamoja nami, kwa nini maafa haya yote yamewapata watu?
Yako wapi maajabu yote ambayo baba zetu walizungumzia walipotuambia kwamba Mutatedi alikuwa amewakomboa kutokana na ukandamizaji wa kichawi? Haya yote ambayo tuliyasoma, tumeyasikia, historia tumesikia kwamba mababu zetu walikuwa katika matatizo, lakini Mutatedi aliwaokoa. Sasa na tunajua kwamba hayo matatizo waliokuwemo wao hayawezi kulinganishwa na haya ambayo tuko naye, maana haya yetu sio matatizo ya ajabu ajabu kuliko yale ambao walipitia. Lakini pamoja na hilo Mutatedi aliwaokoa kutokana na ukandamizaji wa kichawi. Sasa inakuwa namna gani sisi sasa wakati huu ndio Mutatedi afanye chochote kwetu? Kwa nini sasa tunahisi hii hali? Kwa nini tunahisi ukandamizaji? Ndio maana tutaona katika nchi mbalimbali na zaidi sana Afrika, watu utakuta wanaishi katika nchi zao, lakini wanaona kama hawana amani, yaani wanaishi aina fulani ya ukandamizaji, kwa sababu ni ulimwengu wa giza la kichawi ambao upo. Lakini utatenda kupitia wale viongozi, utatenda kupitia wale watu ambao hawapendi mazuri kwa ajili ya watu wengine, hawapendi mazuri kwa ajili ya taifa lao. Sasa shetani atapitia hao ili kwamba hao wapate kuwakandamiza wengine, na hapo watu watahisi hilo shinikizo, watu wataanza kulia, watu wataanza kusema haya mambo kwa nini yamekuwa hivi? Kwa nini maafa haya yote yamewapata watu? Yako wapi maajabu yote ambayo baba zetu walizungumzia walipotuambia kwamba Mutatedi alikuwa amewakomboa kutokana na ukandamizaji wa kichawi? Kwa kweli Mutatedi ameondoa ulinzi wake, nasi tuko chini ya rehema ya Dipa. Kwa hiyo akatambua kwamba kama haya yote yametutokea kwelikweli, tunajua kwamba Mutatedi tayari ameshaondoa kabisa ulinzi wake kwetu. Naye Mutatedi ni nani? Mutatedi ni roho anayewaongoza na kuwatawaza walioanzishwa. Mutatedi ndio watakayechukua, mara watamwita malaika wa Bwana, mara wataita Yehova ndani ya Biblia za kisasa, lakini ni kaka yetu wa kiroho, roho agizo kula vitu. Ina maana kwamba ameondoa ulinzi wake, na Mutatedi aweze akaondoa tu ulinzi wake ikiwa watu hawajaenda zidi ya ukweli, ikiwa watu hawajaenda zidi ya sheria zenyewe. Kwa hiyo matatizo yote ambayo watu weusi wanayapata kwa wakati huu katika nchi zote ni kutokana na ulinzi ulioondolewa, kwa sababu watu wamekubali miungu ya kigeni, watu wamekubali mafundisho ya uongo ambayo yameletwa na hao walioweka tena watu weusi katika ujinga, katika utumwa, katika ukoloni. Lakini walio wengi wanauana kutokana na hizo dini ambazo zimeletwa na wahuni, imani za ajabu ambazo hazitakiwi kuonekana katika bara letu kipenzi. Na hayo ndio matatizo ambayo yanaingia. Na mkiangalia vizuri, hao wote wanaoitwa kwamba ni viongozi wa nchi, marahisi, mfano utakuta mmoja wao aidha wao watakuwa mmoja kati, yani watakuwa na hizo dini, watakuwa washirika katika hizo dini. Yani mtu ambaye yuko katika dini hiyo, yeye ni rahisi, na baadhi ya watu wake nao pia wako katika hiyo dini, lakini utakuta namna gani wanavyonyanyasa wenzake, utafikiri kwamba hata wao hawachangii huyu Mungu mmoja, kwa sababu wote ni uongo. Kwa sababu ingelikuwa kwamba hizo dini ni za ukweli, kama bara la Afrika lingekuwa la kwanza kuwa tulivu, inawaambia na wahakikisheni ndugu zangu, bila wasiwasi kabisa, inawaambia ni ukweli, hata nyinyi pia mnaweza mkaliona. Inakuwa namna gani ambayo utasema kwamba kiongozi wako ni wa dini fulani, lakini matendo yanayotendeka katika nchi hauwezi ukaamini, kwa sababu mliletewa uongo na wakoloni na wazungu na damu mchanganyiko, wameleta katika lengo la kuwakandamiza watu weusi ili wasipate kutoka katika hali hii. Na ndio maana hapa Koma naye pia akasema kama gisi watu wanavyosema wakati huu, sasa kama kweli kweli uko pamoja na sisi, kwa nini watu wako katika hali hii? Kwa nini ukandamizaji huu katika taifa la Tombwe bila imekuwa namna gani? Ndio maana sasa tunaingia katika utambulisho wa Koma. Hicho ni kipengele cha 3. Mimi Koma nilikuwa kijana mweusi, kuna mkato asiyeanzishwa, aliyeneemiwa. Kwa hiyo Koma anaanza kueleza kwamba yeye alikuwa mweusi. Kwa hiyo popote pale ambapo mtaona wanasema, wanaandika huyo Gideoni, wanamchora kwamba ni mzungu, sijui ni Mwarabu, au rangi nyingine yote tofauti na mweusi, mutambue kwamba ni uongo mtupu, tena wa hali ya juu. Iwe katika filamu ambazo watatoa, movie, kila aina, wakiwakilisha huyu mhusika, wanaposema kwamba Gideoni kwamba alikuwa mzungu, uongo mtupu.
kwa sababu Gideoni hajawahi kuwepo, lakini kulikuwepo mhusika ambaye anaitwa Koma, ambaye walichukua historia yake wakaunda jina hilo la mhusika mwingine ambao wataita Gideoni, na baadaye watakuja kupatika kwamba ni huyo Gideoni aliyekuwepo. Huu ni uongo mtupu. Kwa hiyo mwenyewe anasema mimi Koma nilikuwa kijana mweusi asiyeanzishwa, aliyenemiwa. Asiyeanzishwa, aliyenemiwa ni kama mimi, wewe ambao nimekubali ukweli, na wewe kaka ambao umekubali ukweli. Ina maana kwamba sisi ni wasioanzishwa, walionemiwa, yaani tumepata neema ya kujua ukweli. Na akiwa mtu ambaye amenemiwa, alikuwa na hamu ya kukomboa watu wake, alikuwa na hamu ya kuondoa watu wake katika ujinga, katika shinikizo la ulimwengu wa kichawi. Ndio maana atasema kwamba mimi Koma nilikuwa kijana mweusi asiyeanzishwa, aliyenemiwa, mwenye nywele za kujikunja na mzuri. Nilijua nilichotaka kutoka maishani. Kuna mabano, uwepo wa hali inayoonekana, tunafunga mabano, kuna mkato. Nilijua njia ya kuchukua ili kufikia malengo yangu haraka. Kwa hiyo alikuwa kijana ambaye anajua mpangilio wa maisha, anajua ni nini anachokitaka na nini asichokitaka. Nilipotetea sababu, mimi Koma sikusita kujitolea. Kwa hiyo hakuwa anatetea jambo kwa sababu ya kutetea. Kwa hiyo anapoongea, anapotetea kitu, anajua kwa nini anakitetea. Hatetei kwa sababu ya ushabiki, hatetei kwa sababu ili kwamba apate kitu fulani kutoka kwa mtu mwingine. Hapana, anatetea kwa sababu anajua kwamba huu ni ukweli. Kwa hiyo hapa anatoa kwanza wasifu wake, anatoa biografia yake hapa. Nilipotetea sababu, mimi Koma sikusita kujitolea. Sikuwa mtu wa kushawishika, yaani hakuwa anashawishika. Hauwezi ukamshawishi kwa kitu fulani. Wengine ni kidogo tu, pesa kidogo, umeshamshawishi, ameshaondoka, yaani unajizalilisha wewe mwenyewe. Alikuwa mtu ambaye anakataa kuzalilishwa na wengine, kwamba umshawishi kwa sababu mtu amevaa hivi na yeye pia aanze kuvaa hivi, kwa sababu mtu sijui amenyoa hivi na yeye pia anyoe hivi. Aidha amekuja tu anaambiwa kitu fulani na nakubali tu kwa hivi. Hakuwa mtu wa namna hiyo. Anasema yeye hakuwa mtu ambaye anashawishika. Hauwezi ukamshawishi, ambayo ilikuwa mali ya kweli kwangu katika mapambano ya kiroho. Kwa hiyo kutokushawishika, yani ilikuwa ni kama vile ni utajiri kwake katika mapambano ya kiroho. Maana hicho ni kitu ambacho ni muhimu sana, watu wanatakiwa kukielewa. Kutokana na azimio langu na upendo wangu kwa neno la Loba, nilipinga dhambi. Kwa hiyo anatuonyesha hapa kwamba yeye alikuwa anapenda kweli kweli neno la Loba, na kwa kupenda hilo neno la Loba, lilimfanya kuwa na nguvu ya kupingana na dhambi. Alikuwa anapingana na dhambi kwa sababu dhambi inapenda kupambana na sisi, lakini kwa sababu ya neno alilolipokea na kulitii na kupenda na upendo aliokuwa nao, yani alikuwa anapambana na dhambi kwa upendo. Mimi Koma nilijua jinsi ya kuwa mkarimu na mwema. Nilifikiria kabla ya yote furaha ya taifa. Kwa hiyo yeye alikuwa mtu ambaye anapenda watu wake, maana tunaona wengine ambao hawatajali hata watu wao. Yeye alikuwa mtu ambaye anapenda watu wengine, yani watu wanapofurahia, jamii inapokuwa katika raha, inapokuwa katika furaha, hicho ndio kitu ambacho cha kwanza. Yeye alikuwa anafikiria kwanza taifa lake, watu wake kwanza. Tunaona wengine ambao ni viongozi ambao hawatafikiria hata samani, hata kusamanisha watu wao, raia wake, yani ni yeye tu na wale ambao wanamzunguka. Yani wengine wanaweza wakaongea waseme hivi, wao hawajali, yani wanajali wao matumbo yao na wale ambao wanawazunguka, hicho tu. Lakini Koma nawaambia kwamba yeye kabla ya kujifikiria yeye, alikuwa akifikiria kwanza furaha ya taifa, furaha ya watu wake, kwamba wawe na amani, wawe na furaha, kile ambacho wanakitaka wawe nacho. Na ndio maana alikuwa anajihisi maumivu kuona namna gani wanavamiwa, wanashambuliwa, wanashinikizwa ulimwengu wa giza la kichawi kupitia Wadipa. Hakuwa na amani, hakufurahia. Nilikuwa mtu mzuri sana, mwenye shauku na mwenye usawaziko. Nilikuwa mhusika wa kipekee kwa namna yangu na mwenye kuvutia. Wapendwa wangu wangeweza kutegemea msaada wangu katika hali zote. Hakika siku zote nilikuwa wa kwanza kukunjua mikono yangu ilipohitajika, na nilithibitika kuwa na ufanisi bila kutarajia malipo yoyote. Kwa hiyo wakati anapofanya jambo kama hilo, Koma
Hakuwa anategemea kwamba kwa sababu apewe kitu aidha arudishiwe hivi aidha no, aidha aonekane kwamba wewe unafanya vizuri hata no, alikuwa anajihisi kwanza. Kwa hiyo mnaona kwanza, moja kwa moja wasifu aidha namna ya mtu ambaye anayetaka kuenda kukomboa watu, gisi anavyojihisi kwanza kuhusiana na watu wake. Yaani kwanza ana huruma na watu wake kabla ya kwenda. Lakini kuna wengine ambao hawatahisi huruma, wao wako pale tu kuangalia maslahi ya kile ambacho wataenda kupata. Kwa hiyo tayari anatuonyesha kwanza utambulisho wake, yeye alikuwa mtu wa namna gani, na huu utambulisho unatuonyesha kwelikweli huyu ukoma sio mtu ambaye alikuwa anashawishika na kitu chochote. Hapana, alikuwa na upendo wa dhati ambao sio wa kuibwa. Ndio maana tumeingia katika kipengele cha 4 ambacho ni utume, aidha misheni aliyopewa. Yaani utume sasa ataupewa kwa sababu tayari tumeshaona hali yake jinsi alivyo, wasifu wake. Sasa analia, yuko pale, yani ananungunika kuhusiana na hali ambayo inawapata watu wake. Naye mlinzi akasema, tuko pamoja, niko pamoja na wewe, nimekuja kupatia nguvu, usiwe na wasiwasi, usiogope, usiwe na woga. Haya, sasa utume ambao ataupata, utume gani? Mlinzi aliegemea kunielekea na kusema, kwa nguvu ulio nayo katika siri ya roho yako, nenda ukawaokoe wasioanzishwa watumbane bila kutoka kwa dipa. Sisi ndiyo tunaokutuma. Loba. Kwa hiyo mlinzi akamwambia kwamba koma, katika roho yako kuna siri moja ambayo imo ndani, yaani kuna nguvu iliyo ndani ya roho yako. Sasa hiyo roho, hiyo nguvu iliyo ndani ya roho yako, hiyo ndio itakayofanya kwamba uende ukawaokoa wasioanzishwa watumbane bila. Hawa ambao unanungunikia, unaona hali yao, wako chini ya ukandamizaji wa nguvu za kichawi, nenda ukawakomboe, nenda ukawaondoe katika hiyo hali ambao wanapitia, maana wamelia sana, ni muda wa kutosha wanalia, lakini wakati huu ni wakati ambao utaenda sasa kuwakomboa, na ni sisi ndio tunakutuma. Yaani anaposema sisi, yani ni roho zote za giza zilizokulwa vitu, kaka zetu wa kiroho ndio wanaomtuma aende kuwakomboa tumbani bila wasioanzishwa. Aliposikia hapo, ndipo koma atasema, tafadhali mgeni mwenye nguvu. Nilijibu, ninawezaje kuwaokoa wasioanzishwa watumbane bila? Mlinzi, namna gani mimi naweza nikafanya ili kwenda kuokoa hawa wasioanzishwa watumbane bila? Ukoo wangu ndio dhaifu zaidi katika kabila la Dimbea, na mimi ndiye mdogo zaidi katika familia yako, ntawezaje kwenda kukomboa? Kwa hiyo anasema kwamba yeye kwanza anashangaa, anajiuliza anaweza akafanya namna gani ili kwamba aende kukomboa wasioanzishwa watumbane bila, kwa sababu kwanza ukoo wake ambao ni ukoo katika kabila la Dimbea. Dimbea alikuwa mmoja kati ya watoto wa Kolaita ambayo itaita Yusufu, mwana wa Tindi, mwana wa Yakobo, gisi wanavyoita ndani ya Biblia za kisasa. Na Dimbea maana yake ni kusauliwa, yaani ilikuwa ni kabila ambalo ni kama vile limesaulika, kama vile alijulikani, na akasema kwamba yeye pia tena ni ndogo zaidi katika familia yake. Sasa namna gani ataenda kuokoa hawa watu? Kwa hiyo ili kuonyesha kwamba neno linapotaka kuokoa watu wengine, halina haja ya mtu ambaye anajiona kwamba yeye ana nguvu sana, sasa yeye sijui ni mzuri sana, sasa yuko namna gani. No, yeye anatafuta wale ambao wanaonekana kuwa ni dhaifu mbele ya wengine, ili kwenda kuwachanganya ambao wanajiona kwamba wao wana nguvu zaidi. Maana unaweza ukamdharau mtu unapomuona kwa sababu wewe sijui misuli imevimba, lakini unaona mtu ni mgonde, unaanza angalia haka naweza nikakumaliza, na aujui uweza wake uko wapi. Baadaye sasa anapokuangusha chini unasema, ai, kumbe alikuwa na nguvu. Kwa hiyo ndio maana muonekano hautakiwi kusumbua mtu mwingine. Usimjaji mtu kwa muonekano, kama unapomuona yuko hivi, labda atakuwa hivi. No, hiyo sio vizuri. Kwa hiyo akamwambia, hapana, wewe unajiona kwamba wewe ni mdogo, lakini neno aliangalia hili, kwa sababu yeye mwenyewe ametoa wasifu wake kwenye kipengele cha 3, namna alivyokuwa anavyopenda watu, alivyokuwa akipambana dhidi ya dhambi bila kutenda dhambi, namna alivyoonyesha upendo wake kwa neno.
Ni hayo mambo hayo ambayo yanakufanya wewe uende kufanya hivyo, kwa sababu huu uweza tayari unao na unafanya kitu ambacho kinatakiwa kulingana neno. Na ndio maana ndugu zangu, ili uende katika kazi utume huo, unatakiwa kwanza ujulikane wewe uko namna gani, ujue kwanza ni wapi ambapo una udhaifu. Udhaifu wako uko wapi, na yule adui ambaye unaenda kupambana naye nguvu zake ziko wapi na zinaishia wapi. Kwa hiyo akajitambua, akaona kwamba no, yeye hapana. Kisha mlinzi akatangaza, Mutateji atakuwa pamoja nawe na kwa hivyo utawashinda kiroho dipa, kana kwamba ni mtu mmoja. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Wakati uliposema pale, ulianza kuongea kwamba wakati wa mababu zenu mbona Mutateji aliwasaidia. Huyo Mutateji ambaye aliwasaidia mababu zako wakati huo katika shinikizo hilo, ni yeye tena atakuwa pamoja na wewe. Sasa utakosa kushinda namna gani? Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, tuko pamoja nawe, tuko nyuma yako, utaenda kuwashinda hao wadipa kiroho, na utafikiri labda ni mtu mmoja ambaye unapika kiroho. Mimi Koma niliendelea kusema, ukinipa kibali chako, nipe ishara kwamba ni Loba aliyekutuma. Hapa sio kwamba anakataa kwamba ana wasiwasi na huyo mlinzi ambaye amemtokea, lakini napenda kuwa na uhakika zaidi. Kwa nini? Kwa sababu anajua historia ambazo ziliwahi kutendeka, kwa sababu tunajua kwamba shetani Mulima Bobe aliwahi kwa mara kwa mara kujibadilisha, kujigeuza, kuchukua mwonekano wa kudanganya wa Mutateji ili kuja kudanganya wapendwa katika linaonekana, na alitumia maneno labda kama hayo ya namna hiyo, lakini bila kuchunguza watu walitumbukia katika makosa, kumbe alikuwa ni shetani. Lakini naye pia anapenda kudhibitisha kwamba, napenda niwe ni uhakika, ikiwa kweli kweli wewe ni Loba ndio amekutuma, basi unipe ishara nione hilo, ili niwe ni uhakika kwamba sio shetani ambaye amejigeuza ili kuja kuniambia hivyo. Baada ya kusema hivyo, akasema usiondoke kabla sijarudi. Ni yeye Koma huyo. Mlinzi akajibu, nitakaa hapa hadi utakaporudi. Kwa hiyo wanazungumza na Koma yuko hapa na mlinzi yuko hapa, kutoka gizo kula vitu. Anamwambia mlinzi, mimi naondoka kwanza, lakini unisubiri hapa, usitoke. Angalia upendo ambao uko pale. Mtu anaongea na kaka zake wa kiroho, ni kaka kweli kweli, naye anamwambia kwamba wewe nenda tu, utanikuta niko hapa, sitaondoka. Na hakuna uongo, sio wengine ambao utanikuta hapa wakati unaporejea hayupo tena, na sio kwa namna hii. Ndio maana kipengele cha 5, dhabihu zinazokatazwa, dhabihu zinazokatazwa. Kwa hiyo mimi Koma nikaenda na kuandaa mwana kondoo na mikate iliyotengenezwa kwa kilo 30 za unga. Niliweka nyama kwenye kikapu na mchuzi kwenye sufuria, kisha nikavileta chini ya mti mtakatifu na kuvitoa kwa mlinzi. Ndugu zangu, wakati ambapo aliposema kwamba napenda unipatie ishara ili nipate kuamini kweli kweli kama ni Loba ndiye aliyekutuma, moja kwa moja alipata mawazo fulani, na hayo mawazo ambayo aliyoyapata, ndugu zangu, tayari shetani Mulima Bobe alimvuvia hayo mawazo ya kwenda kufanya hiki ambacho tumekisoma hapa. Kwa hiyo iweni makini sana ndugu zangu. Hapa shetani Mulima Bobe ambaye alikuwa tayari ameshamgusa kwa hayo maneno hapo baadaye ya haya ambayo amesema hapa. Kwa hiyo mimi Koma nikaenda na kuandaa mwana kondoo na mikate iliyotengenezwa kwa kilo 30 za unga. Niliweka nyama kwenye kikapu na mchuzi kwenye sufuria, kisha nikavileta chini ya mti mtakatifu na kuvitoa kwa mlinzi. Nani alikuambia kwamba roho za agizo kula vitu wanakula haya mambo? Mnaona hicho kitu? Kwa hiyo ni dhabihu tayari. Kwa hiyo shetani Mulima Bobe anapokugusa kimafumbo, ndugu yangu, hauwezi kufikiri kwamba amekugusa. Yaani unaweza ukahisi kwamba labda ni mawazo yako tu, ni maisha yako ya kawaida, alafu ukapata tu mawazo yako tu ambayo ni hisia inayotokana tu na wewe. Wengine ndio maana watasema kwamba nilihisi tu hivi, labda ni Mungu ambaye amenituma. Yaani utahisi kama vile ni kitu fulani ambacho unafikiri kwamba ni wewe mwenyewe, kumbe tayari ni shetani Mulima Bobe tayari amesha kugusa bila wewe kujua. Hapa ataenda kuandaa mwana kondoo, mkate za mikate pamoja na unga, vitu vitatu ambavyo ataenda kuvitumia, ambavyo ataenda kuviandaa. Kwa hiyo yeye aliona kwamba hajafanya kitu chochote ambacho ni kibaya, kwa sababu mawazo yake kwa mujibu wake
hayakuwa katika lengo mbaya, lakini shetani tayari alikuwa tayari ameshamgusa. Ndio maana hapa walitaja vitu vitatu ambavyo ni muhimu sana kutambua. Kwa nini mwanakondoo na kwa nini sio mwanambuzi? Kwa nini asiwe mnyama mwingine? Kwa nini asiwe jogoo? Kwa nini asiwe kitu kingine? Lakini kwa nini mwanakondoo? Kwa nini mkate? Kwa nini unga? Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Evotedi sura yake ya kwanza mstari wa 278 inasema, shetani mlima bobero mbaya chini ya mwonekano, yani unyakuzi wa mutateti, alitoweka mbele ya Pongise na kumtokea Mundiwei. Yeye, yani shetani, alimwomba Mundiwei amtolee dhabihu ya damu kwa kuua mmoja wa wanakondoo wa kwanza wazuri zaidi wa kundi, mwenye nywele nyekundu, aliyekuwa na ukaribu naye. Kuna mabano, tendo lililofanywa na Mundiwei lilizirisha ndani yake kundi la pili la damu. Tunafunga mabano. Kwa hiyo hapo tunaona kwamba tena ni shetani ambaye alipenda kumvuvia koma ili kwamba aende kuandaa mwanakondoo amtoe kama vile dhabihu kwa mlinzi ambaye anamtokea. Kwa hiyo hicho ni kitendo kile ambacho alichomfanyia Mundiwei ambaye wataita Abeli, ndicho alichotaka tena kwamba koma apate kwenda kukitenda, na ndio maana akaenda kuandaa mwanakondoo. Lakini pia akagusa kwamba na mikate. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Sango sura yake ya kwanza sura ya 175 nasema, nitaleta vipande vya mkate, mboga mboga na matunda, mtajirejesha, kisha mtaendelea na safari yenu. Ndio maana hasa mlifika kwa mwenyeji wenu, kisha wakamwambia, fanya kama unavyosema. Hapo ni Mutatedi na walinzi wawili ambao walimtokea Sango. Sango akasema, oh, tafadhali mkuje niandae chakula niwaandalie na wamegea. Akasema, fanya kama wewe ulivyosema. Lakini anafikiri kwamba roho zaagizo kula vitu watakula chakula, hawezi wakala. Kwa hiyo naye pia aliandaa, kulikuwa nini? Mikate pamoja. Sasa pia akaongelea kuhusiana na unga. Sango sura yake ya kwanza sura 177 inasema, mimi Sango niliingia haraka kwenye hema langu na kumwambia Kinye, kanda unga haraka kwa mikono yako mwenyewe kama unavyojua, na upike handazi za kukahanga. Kisha nikaandaa mboga mboga nzuri sana bila mafuta ya wanyama. Kwa hiyo kwa nini hayo mambo matatu pia koma alifikiria katika ufahamu wake kwamba aviandae kwa ajili ya kuja kumpatia mlinzi. Na wakati alipofanya hivyo, yeye alifikiri kwamba yuko sahihi tu, kwamba hajakuwa na nia mbaya, bali alikuwa katika nia nzuri kwa mujibu wake. Lakini kumbe shetani alikuwa tayari ameshaingiza mawazo yake katika hayo mambo. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Mukaisedi ambacho ni Waamuzi sura yake ya 11 mstari wa 17 hadi 22. Nasema sasa mlinzi ndio atamjibu sasa. Mlinzi akaniambia, Tete hafurahii dhabihu hizi, kwani ni chukizo. Kwa hiyo mlinzi akamwambia koma kwamba hichi kitendo ambacho umeenda kukifanya ni chukizo, hakistahili. Lakini ndani ya Biblia za kisasa mkisoma vizuri, mkiangalia vizuri, Gideoni alitoa dhabihu, naye Yahweh akaikubali. Alikubali namna gani? Maana malaika aliunguza hiyo dhabihu. Alafu Gideoni baadaye akawa na woga, kwa sababu sijui kama nimemuona nani, kama nimeona Mungu, mambo kama hayo, kwa sababu anapounguza moshi unapanda juu. Yehova aidha Mwenyezi Mungu anasikia, kwa sababu ananusa na mapua yake. Alafu hivyo ndivyo ilivyokuwa hapo. Lakini hapa mlinzi anamwambia kwamba hicho kitendo ambacho umekifanya hakikubaliki. Tete hakubali hicho kitendo, dhabihu hizo yani ni chukizo ulilolifanya. Ndipo ataendelea kusema, kwa hili mimi koma niliingiwa na woga ghafla. Hiyo ni kawaida, kwa sababu yeye alikuwa anafikiri kwamba yuko sahihi, yuko sawa, hajafanya kitu ambacho ni kibaya. Kumbe alikuwa tayari ameshaguswa na shetani mlemavu. Mara moja mlinzi akanyosha mkono wake na kwa ncha ya fimbo takatifu aliyoishika akagusa nyama na mikate. Moto ulitoka kwenye mwamba na kuteketeza nyama na mikate, hivyo mlinzi alitoweka. Kwa hiyo akaviunguza, sio katika lengo kwamba dhabihu ipate moshi uende, no, aza kwamba imekubalika. Hapana, ni kwa sababu kwanza yeye mwenyewe mlinzi alimwambia kwamba hicho kitendo ambacho umekifanya sio kizuri. Ndio maana akaunguza, akavitoa mbele, kwa sababu havitakiwi.
Mimi koma ndipo nilipoelewa kwamba dhabihu niliyoitoa ilikuwa chukizo. Unaona, kwa hiyo wakati yeye alipoandaa hivi vyote alikuwa anaona kwamba ni kitu kizuri tu. Sasa ni wakati huu ndio wakaanza kwamba hey, kumbe nimefanya kosa, kwa sababu tayari shetani alikuwa ameshamvuvia yeye akifikiri kwamba yuko sahihi. Ndio maana mtu anaweza kuwa anafanya kitu anasema kwamba nimesikia sauti, Mungu ameniambia nifanye hivi. Una uhakika kweli kweli umesikia sauti ya Mungu wako akakwambia ufanye kitu fulani? Mimi koma ndipo nilipoelewa kwamba dhabihu niliyoitoa ilikuwa chukizo, nami nikalalamika, ole wangu Loba, kwa kweli nimefanya chukizo, na sasa nitahonja fumbo la zabibu za mauti. Kwa hiyo akajua kwamba hapa nimefanya kitu ambacho ni chukizo, na ikiwa nimefanya kitu ambacho ni chukizo hapa, lazima nitafariki, nafariki. Lakini mlinzi aliniambia kiroho kutoka agizo kula vitu kupitia roho yangu, uwe na amani, usiogope, utakufa kwa ajili ya hili. Kwa nini mlinzi alimwambia kwamba hatakufa kwa hili? Kwa sababu kitu cha kwanza, mlinzi alimtokea mapema akamwambia kwamba hey, koma, utaenda kuwakomboa wasioanzishwa watumbwane bila, kwa sababu ndani mwako kuna nguvu ndani ya roho yako ambayo inaweza ikafanya jambo kama hili. Sasa ikiwa ameshapewa hilo jukumu la kwenda kufanya na kwamba akafariki kwa sababu ya hicho kitendo alichokifanya, maana yake neno ambalo mlinzi aliloliongea halitatimia na hilo haliwezekani. Kwa hiyo ikiwa kaka zetu wanaposema kwamba utaenda kufanya kitu fulani, lazima utaenda tu. Sio kama ndani ya Biblia za kisasa utaona Mungu amemtuma nani, Musa, aende kuwakomboa wana wa Israeli. Sasa sijui njiani kulitokea nini, ndio huyo anataka tena kumuua Musa. Sasa ukimuua kweli atafika huko kwenye ulimtuma? Ndio maana wakati huo, ndio maana mlinzi akamwambia akiwa katika agizo kula vitu kupitia roho yake kwamba usiwe na woga, yani uwe na amani, hautakufa kwa hilo. Hapana, kwa sababu mlinzi yeye alikuwa tayari ameshampatia neema yake mapema, kwa sababu alikuwa tayari ameshajua kwamba ataingia, atafanya mambo kama haya. Kwa hiyo kuna neema ambayo tayari alikuwa ameshaipata bila yeye kujua. Ndio maana akamwambia kwamba no, usiogope. Ila neema hiyo zaidi sana inapenda kuonyesha nini? Yaani wakati unapoenda vitani, katika vita vya kiroho, yaani unatakiwa uhakikishe kwamba hauna mlango ambao uko wazi, kwa sababu huu ni mlango ambao koma alikuwa nao, na ili kwamba hiyo neema aliyoipata ni kwamba mlango wake umefungwa, na ndio maana akasema kwamba kumbe mambo ni chukizo. Hapo ndio nimeelewa sasa. Unaona, yani kitendo cha kusema nimeelewa, hiyo ndio neema ameipata, kwa sababu mlango wake umefungwa. Maana yake hapo anaweza kaenda vitani, kwa sababu hauwezi ukasema kwamba anaenda kupambana na shetani. Wewe mwenyewe kwanza, mwenyewe ndani mwako kuna milango, unafanya mambo ya ajabu, lakini wewe unasema kwamba unaenda kupambana na shetani. Huyu shetani utapambana naye yuko sehemu gani? Umemweka sehemu ili kwamba uende kupambana naye? Mniambia kwamba uende kupambana na shetani? Aizo unatakiwa kulingana na imani ulio nalo, yani umpinge shetani. Kumpinga sio kumpiga. Kwa hiyo haya mambo lazima watu wajue. Ndani ya dini za ajabu ajabu, hizo dini zote utakuta wanawake wanavaa mawigi nini, mambo ambayo ni bandia, lakini wanaojiita wachungaji wanawawekea mikono kwamba mlikuwa na pepo, shetani ametoka, wakati nywele bandia ziko kichwani hazijatoka. Na hiyo kitu ambacho ni bandia tu, sio kizuri. Mnatoa unabii, mnafanya hivi, au kwamba unapoenda vitani unatakiwa kwanza wewe mwenyewe hakuna mlango ambao uko wazi, yaani uko sawa, vinginevyo unafariki kwenye vita, kwenye uwanja wa mapambano unafariki katika pambano za kiroho. Lakini mlinzi aliniambia kiroho kutoka agizo kula vitu kupitia roho yangu, uwe na amani, usiogope, utakufa kwa ajili ya hili. Baada ya hapo mimi koma nilipaita mahali hapo Luba Bola Mbole. Luba Bola Mbole maana yake Luba anatoa amani. Hiyo ndio historia fupi kwanza ya koma ambayo wataita katika Biblia za kisasa kwa jina la Gideoni. Luba akiruhusu nitaleta mwendelezo wa nini ambacho kilitendeka, kwa sababu alipewa jukumu la kwenda kukomboa, na kama ataenda kukomboa, atakomboa hilo taifa namna gani? Atapambana na nani? Luba anaendelea kujitukuza.